kwa sababu tunaona wapinzani wetu wanajaribu kuleta siasa katika ile ripoti ya Meja Jenerali Ogolla. Ni kusema kwamba sisi, hilo ni swala ambalo ni la muhimu zaidi, ni swala ambalo ni la siri ambalo linafaa kushughulikiwa na asasi ambazo zinahusika na mambo ya kiusalama, na kwa hivyo tusiingize siasa kwa masuala kama hayo, kama vile ambavyo tunaona wapinzani wetu wakijaribu. Ukweli wa mambo, swala zima la kule Butere liliingizwa kisiasa, na aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha UDA ndio tunajua kwamba yeye anaweza, ni mwanamitindo, ni mwanamichezo na kadhalika, ameweza kutengeneza michezo mingi ya kuigiza, lakini ukweli wa mambo ni kwamba aliingiza siasa kwa sababu ya tofauti zake na serikali na chama tawala na vile ambavyo aliondoka katika wadhifa ule. Itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Leo hii tumekuja hapa kama serikali ili kuweza kuhutubia masuala ibuka ambayo yanaambatana na mambo mengi ambayo yametokea tangia wiki zilizopita, ndiposa tuweze kukuelezeni wewe Mkenya mikakati na miradi ya kimaendeleo ambayo tumeiweka kwa uhakiki kuhakikisha kwamba tumeyafikia malengo ambayo tuliweza kuyaazimia wakati tulipochukua hatamu za uongozi. Jambo la kwanza ambalo tungelipenda kusema ni kwamba kuna tetesi potovu ambazo zinasema kwamba kuna mswada wa fedha ambao unawashinikiza wa Kenya ndiposa waweze kupata shida kwa sababu ya kodi ambazo pengine wenyewe hawezi kumudu. Na ni vizuri kusema pia kutoka mwanzo kwamba hamna mswada wa fedha ambao umeweza kuchapishwa ama ambao uko katika bunge. Hamna mswada wowote. Kwa hivyo kuna wale ambao walitumia hiyo nafasi mwaka uliopita kuzua rabsha na bugdha na maandamano, na ikawa kwamba nchi ikaonekana kana kwamba haiwezi ikasimama. Serikali inasema kwamba ndivyo kutakuwa na mswada, lakini baada ya makadirio ya bajeti tarehe 30 mwezi huu wa Aprili, mwezi wa 4. Kwa hivyo hamna, na wakati tutapokuwa na wakati ule tutakuwa na njia mwafaka ya kuweza kuelezea Wakenya yale mapendekezo, alafu watoe maoni. Mtizamo wetu kama serikali ni kwamba hatutakuwa tukiangazia sana kuongeza kodi, bali ni kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba wale ambao hawalipi kodi wameweza kulipa, ndiposa tusiweze kuongeza marupurupu mengine, na pia kuhakikisha kwamba tumeweza kuwasaidia wale ambao wako katika kipato cha chini kuweza kufaidika. Kwa hivyo kuna propaganda nyingi ambazo zimeendelea hapa, na ni vizuri zaidi kusema kwamba jambo hilo lipo vile. Jambo lingine la pili ambalo tungeweza kuelezea, kama vile ambavyo tumetoa msimamo, tunasikitika kwamba kwa njia moja ama ile nyingine kuna wale polisi pengine walitupia tear gas ama vile ambavyo vilivyotendeka kwa watoto na wanahabari. Hilo ni jambo ambalo tunalisikitikia na tunatumai kwamba halitofanyika tena. Lakini ukweli wa mambo, swala zima la kule Butere liliingizwa kisiasa, na aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha UDA ndio tunajua kwamba yeye anaweza, ni mwanamitindo, ni mwanamichezo na kadhalika, ameweza kutengeneza michezo mingi ya kuigiza, lakini ukweli wa mambo ni kwamba aliingiza siasa kwa sababu ya tofauti zake na serikali na chama tawala na vile ambavyo aliondoka katika wadhifa ule. Kwa hivyo kuanza kusema kwamba ati kwamba ni serikali, la hasha, ni kutumia watoto vibaya, na hilo ni jambo ambalo tunasisitizia kama serikali kwamba ndivyo kutakuwa na michezo ya kuigiza, lakini isitumike
isitumike kwa sababu kama Mwaura ana tofauti na mtu mwingine, basi inatumika kusema kwa sasa ndio wakati wangu wa kuweza kujilipizia ama kuonyesha ubabe na umaarufu wa mtu binafsi. Jambo lingine ambalo tungependa kusema kwamba kumekuwa na hii mambo ya kusema kwamba mambo ya fedha ambazo sijui na kadhalika, mambo hii ya ETA, mambo ya visa. Ukweli wa mambo ni kwamba serikali ilikuwa inafanya ile inaitwa piloting na ile kampuni ambayo inaitwa Advisory Border Security, na tukafanya hivyo na tukaona kwamba wale walikuwa wanasaidia kuhakikisha kwamba wanaangalia nani ambaye anatoka katika nchi za kigeni, ni raia wa aina gani, anafanya namna gani. Lakini kwa sasa hivi sisi kama serikali, fedha zote ambazo zinaweza kusanywa zinaweza kusanywa kupitia ule mtandao wa e-Citizen, mfumo wa e-Citizen. Kwa hivyo hamna fedha zote ambazo sasa hivi tunaweza kusema hili ama lile lingine. Ilikuwa ni wakati wa kufanya hiyo piloting na wakati huo umeweza kumalizika. Jambo lingine ambalo pia tungependa kusisitizia zaidi, kwa sababu tunaona wapinzani wetu wanajaribu kuleta siasa katika ile ripoti ya Meja Jenerali Ogolla, ni kusema kwamba sisi, hilo ni swala ambalo ni la muhimu zaidi, ni swala ambalo ni la siri ambalo linafaa kushughulikiwa na asasi ambazo zinahusika na mambo ya kiusalama, na kwa hivyo tusiingize siasa kwa masuala kama hayo, kama vile ambavyo tunaona wapinzani wetu wakijaribu eti kwa sababu ya hii na kadhalika. Kama kulikuwa na dosari kidogo pengine ya nyakati, hiyo ni kawaida. Hata mimi arifa yangu wakati mwingine nikiangalia unaweza kuwa na tofauti kidogo pengine kwa sababu ya vile ambavyo iliweza kuchapishwa. Lakini serikali iko katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba imeweza kutimiza malengo yake yote, na ndiposa unapoangalia vile ambavyo tulipoingia katika mchakato huu wote wa pesa mfukoni, sasa hivi tunavyozungumza, ni kweli kusema kwamba kuna aina ya mimea ambayo imeweza sasa kuzalishwa vizuri, na Wakenya wanafaidika sana katika vile ambavyo wanapata pesa mfukoni. Kwa mfano ukiangalia macadamia sasa hivi imeweza kuongezeka kutoka shilingi 24 mpaka shilingi 100 kwa kilo. Hilo sio jambo ambalo lilikuwa linafanyika hapo awali. Ukiangalia kama ni kahawa, sasa hivi watu wamepata mpaka zaidi ya shilingi 130 kwa kilo moja. Kwa hivyo watu wanaweza kupata fedha hizi vile ambavyo tulivyosema. Tunajua fika mambo ya maziwa kwamba sasa hivi kilo moja ama lita moja ya maziwa ni shilingi 50. Na pia ukiangalia hata wale wenzetu ambao wanafanya ukulima wa miwa, sukari, utapata kwamba sasa hivi tunaweza kuwalipa shilingi 5,300 kwa tani moja ya miwa kutoka shilingi 4,500. Ikumbuke kwamba hapo awali pia tuliweza kuwapatia bonus ya shilingi milioni 150. Pia watu wa miraa ambao ilikuwa ni kizungumkuti hapo hivi, kuna aina 3 za miraa, na tunaona kwamba ile grade ya kwanza sasa hivi imeweza kuongezeka kutoka shilingi 700 mpaka 1,300, ongezeko la shilingi 600. Pia grade ya pili tumeweza kupata kutoka shilingi 350 mpaka ikawa ni maradufu kwa shilingi 700, na pia ile ya mwisho ya Alil ambayo sasa inaweza kutoka shilingi 500 mpaka shilingi 1000. Hayo ni mambo mazuri sana. Na sasa hivi hatuuzi tu kahawa yetu tu vile ilivyo. Tunaweza kufanya ile tunaita kwa kimombo value addition, na tunapeleka katika nchi za kigeni, jambo ambalo limeweza kutusaidia sana. Sisi wenyewe ndio tunaweza kuuza parachichi kwa njia ya hali ya juu zaidi katika Afrika nzima, na pia mambo hata ya ngozi tumeweza kusonga mbele. Zaidi ya hapo, ukiangalia mpango wote wa Taifa Care wa Kenya wenzangu, tunashukuru kusema kwamba sasa hivi ukiangalia ruwaza ya 2030 Vision 2030, watu tunaendelea kushangaa kwa nini watu wanasema kwamba ati mfumo huu haufanyi kazi, na ilhali zaidi ya Wakenya milioni 8.5 wameweza kwenda katika hospitali tofauti kutafuta matibabu, na wameweza kufaidika. Watu zaidi ya 171,172 wameweza kuangalia mambo ya damu, pia wameweza kuangaliwa mambo ya sukari, diabetes ukipenda, ugonjwa wa sukari, watu 1,314 zaidi. Na pia tayari tumeweza kuongeza kama ungeweza kupata mambo ya saratani kutoka shilingi 1,400 mpaka 1,550, na ukiingia katika ICU ama HDU
Sasa hivi tunakulipia pesa nzuri zaidi kutoka shilingi 4,480 mpaka shilingi 28,000. Na hayo ni mambo ambayo tunashukuru kwa sababu Wakenya zaidi ya milioni 19 wameweza kujisajili, na hilo ni ongezeko kubwa sana la asilimia 146 ukiangalia mfumo wote ambao uliokuweko, mfumo wa NHIF. Na tunalipa kila mwezi, tunajaribu kuhakikisha kwamba tunalipa ili tuweze kufanya mambo haya ya kuwe salama. Ni kweli kusema kwamba kuna magonjwa ambayo pia yameweza kuonekana, hususan ukiangalia upande wa kaskazini mashariki. Kuna ugonjwa huu ambao unaitwa wakalaza ambao pia umeweza kuathiri zaidi ya watu 600 na tumeweza kupoteza Wakenya, na tunasikitika tukisema hilo kama serikali, Wakenya 33 tangia mwezi wa Septemba mwaka uliopita. Lakini sasa hivi tunaangalia zaidi kwa sababu tuna zile laboratories ambazo tumeziweka pale katika upande wa Eldas na ukule Wajir magharibi, ili kuhakikisha kwamba tumeweza kuwasaidia Wakenya, na pia tunaweza kuwa na mahali ambapo watu wanaweza kupata damu ili jambo hili lisiweze kukithiri zaidi. Kwa hivyo watu wa kaskazini mashariki, tungependa kusema kama serikali tunawaangalia zaidi ili ugonjwa huu wote wa kalaza uweze kuangaliwa zaidi. Tumeweza kutoa ile information ili Wakenya waweze kuelewa ni kile ambacho kinachoendelea. Pia kuna ugonjwa huu wa kipindupindu ambao pia umeweza kuadhiri Wakenya hususan hapa Nairobi, na tunasema kwamba watu 100 tangu tarehe 8 Aprili wameweza kuadhirika, na watu 6 wameweza kufa huku Nairobi, Migori na pia Kisumu. Na tunatoa pia rambirambi zetu kama serikali kwa sababu ya jambo hilo. Tafadhali Wakenya tuweze kujitahadharisha sana na tuweze kuchukua tahadhari ndiposa tusipate ugonjwa huu wa kipindupindu. Na tunafanya jitihada zote ambazo zipo kuhakikisha kwamba mambo yote yametendeka. Na niseme tena kwa kauli mbiu, kwa sauti kwamba sisi wenyewe kama serikali hatujakataa uigizaji wa michezo. Kuna watu wenyewe wameandika vitabu ambavyo vinasisimua sana masuala ibuka ya kisiasa. Hilo sio jambo ambalo sisi wenyewe kama serikali ambalo tunaweza kusema kwamba tuna shida nalo. Lakini tukianza kuona kwamba wadadisi ama wadau ama watu ambao ni wanasiasa ambao wanaingia katika ulingo ule, tunaona hilo jambo sio zuri zaidi, na lazima tuseme kwa sauti kubwa kwamba tunaweza kulikemea. Na pia tungependa kuambia walimu wetu ambao bado wanashikilia zile certificates za kidato cha 4, tafadhali hiyo ni hatia, na haiwezekani kwamba wewe mwenyewe unachukua ile hatua ukifikiri utapata zile fedha. Hata ukikaa nazo miaka 10 hautofaidika. Kwa sababu yule ambaye amepata kukulipa sio yule mtoto, ni mzazi. Mzazi unaweza kusema kwamba mtalipishana kivipi, lakini mtoto yote ana haki yake ya kupata cheti chake ili aweze kusonga mbele katika masomo yake. Na pia tutoe pia mwito kwa Wakenya wote waweze kushirika katika ile public participation ambayo tunafanya sasa hivi ya ule mfumo mpya wa NFM, new funding model, wa kuweza kufadhili ama kuweza kulipia karo wanafunzi wetu katika vyuo vikuu, ili kulingana na mujibu wa amri ya kotini, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunasikizana, sio eti kila wakati tunakwenda kule kotini. Na pia pale tuseme kwamba tuna mswada mpya unaitwa Public Participation Bill ambao umetoka katika mwanasheria mkuu wa serikali Dorcas Oduor, ambao pia tunafaa Wakenya tuweze kupata vizuri. Unaweza ukishatolewa na baraza la mawaziri, tumeweza kulizungumzia wiki iliyopita, ili tuweze kuhakikisha kwamba sio kila wakati tunakimbia kule kotini, tuweze kuelewana vizuri. Kwa hivyo kuna huo mswada wa public participation ambao tungependa kwamba Wakenya waweze kufanya vizuri. Pia tuna mswada mwingine ambao unahusisha hawa wazee wetu wa vijiji ambao pia wao wenyewe tungependa wako chini ya ngao. Ngao ni National Government Administration Officers, kwamba waweze kutusaidia pale vijijini, na ili waweze kulipa pia marupurupu yao kidogo hivi. Pia Wakenya waweze kutoa mwito na maoni yao, ili tuweze kuhakikisha kwamba tumeweza kuyajumuisha wakati tunaweza pasisha ile sera na ule mswada. Ni kweli kwamba sasa hivi kuna Wakenya wetu akina mama ambao wameweza kufa ama wameweza kuuawa. Katika miezi iliyopita zaidi ya kina mama 100
wameweza kupoteza maisha yao, na hili sio jambo ambalo tunalisherekea. Tunasikia huzuni sana, tuna simanzi wakati tunakuja hapa kuwahadithia masuala kama hayo kama serikali. Na kwa hivyo wenzetu lile jopo kazi ambalo liliweza kutengenezwa na kuanzishwa Januari mwaka huu limeweza kusonga mbele sana, hususan kuangalia sheria ambazo zinahusika ili tuweze kuhakikisha kwamba tumeweza kuwakamata wale ambao wanahusika, lakini pia tuwe na sera za kudumu ambazo zitaweza kuhakikisha kwamba mambo kama haya ama majanga kama haya hayawezi kuendelea. Kwa hivyo tu ni kutoa tu kauli mbiu kusema kwamba sisi kama serikali tunatoa rambirambi zetu kwa wale kina mama ambao wameweza kufa, ambao wameweza kuuawa kwa njia ya kinyama, ambao sio haki kwamba jambo hili limeweza kutendeka kwa mambo kama hayo. Mambo mengi tu ambayo yameweza kuibuka ambayo tutaendelea kuyaangazia, lakini serikali iko kidete, iko imara kuhakikisha kwamba tunaweza kufikia malengo yetu ya Ruwaza mwaka 2023, na hususan katika ile manifesto yetu ya The Better Plan ambayo tunaendelea kuangazia zaidi. Ni vizuri kusema kwamba hivi karibuni tutakuwa tukipatiana nyumba 1088 hapa Nairobi. Mwaka huu, mwezi huu kabla hujakwisha, tutakuwa tukifanya jambo hilo kuonyesha kwamba tuna uhakika wa yale maneno ambayo sisi wenyewe tunayasema, na hususan hata wale ambao wanasema kuhusu mbolea, fertilizer ukipenda, kulikuwa na tetesi kwamba hazitoshi, lakini tunaendelea kufanya kazi. Tayari tumeshapatiana magunia 1,000,000, magunia mengine 1.5 yako katika njiani, kuhakikisha kwamba kila Mkenya mkulima ameweza kufaidika kutokana na swala hilo. Kuna wengine walikuwa wanasema kwamba ile fertilizer ya kutoka Urusi pengine ilikwenda kuuza. La hasha. Kila ambacho tumeweza kufanya sisi kama serikali ni kuweza kuijumuisha ili iweze kuiana na zile fertilizer nyingine, mbolea, na zikaweza kugawanywa kwa Wakenya. Kwa hivyo hakuna mahali ambapo mtu anafaa kusema kwamba ati ile mbolea sijui ilikwenda ikauzwa na kadhalika. Nafikiri wapinzani wetu hawachoki. Wanakaa kila siku wakitengeneza propaganda ili kuharibia sifa nchi hii yetu ya Kenya. Na ningependa kuwarai vyombo vyetu vya habari, kwa sababu kuna vyombo vingine vya habari ukiviangalia zaidi magazetini, kila kukicha wanakuwa na zile headlines ambazo ni za kupiga serikali. Lakini niulize, unapopiga serikali wewe mwenyewe unaiharibia Kenya nchi sifa, na basi wawekezaji watakuja kufanya kazi. Lazima tuangalie ili Wakenya waweze kupata faida ya vile ambavyo tunajaribu kuinua uchumi wetu, kuhakikisha kwamba mambo yamekwenda salama, kuhakikisha kwamba kuna mandhari nzuri ya uwekezaji na ufanyabiashara. Nafikiri hilo ni jambo ambalo ningependa kusisitizia sana, kwa sababu lazima sisi wenyewe tuwe watu ambao ni wa taifa, tuwe watu ambao ni wazalendo, tuwe watu ambao wanaenzi sana kile ambacho sisi wenyewe tunajivunia kama Wakenya. Lakini sio eti kuangalia kwamba kwa sababu ya mirengo ya kisiasa, kwa sababu ya simtofahamu ambazo zipo katikati mwetu, tunaweza kuharibia sifa nchi yetu ili tuonekane kama pengine tuko katika upande fulani. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima.